Na hawa ndio wanawake watatu ambao kuna nguvu ya kuweza kuvuta mwanaume hata kama wataachwa. Mwanamke wa kwanza ni yule ambaye ameachwa bila sababu. Yaani mwanaume kamwacha mwanamke bila sababu za msingi na akaenda kwa wanawake wengine. Anaweza kazurura sehemu zote huko, lakini mwisho wa siku tu atajiuliza kwamba kwa nini nilimwacha yule mwanamke. So anaweza akavutika kuweza kurudi tena kwa yule mwanamke wa awali kwa sababu alimwacha bila sababu za msingi. Lakini mwanamke wa aina ya pili ni yule ambaye ukimwacha anakaa kimya. Yaani ukimwacha anaachika, hakupigii simu, hakutafuti, hakuulizi kwa nini umemwacha. Yaani ukimwacha tu anaachika. Sasa hii huwa pia muda mwingine inawatesa sana wanaume. Ajikuta kwamba kwa nini nimemwacha na bado anitafuti. Yaani nimemwacha lakini hasumbuki kwa lolote. Sasa hii inamtengenezea mazingira mwanaume kuweza kurudi tena kwa sababu aliyemwacha hakumuuliza kwa nini kamwacha na amekaa kimya tu moja kwa moja. Lakini mwanamke wa aina ya tatu ni yule ambaye akiachika ana improve. Yaani baada ya kuachika tu maendeleo yake yanakuwa mazuri kabisa. Yaani kama alikuwa na maisha standard anakuwa na maisha mazuri. Yaani anaendelea kuwa vizuri katika maisha yake. Sasa mwanamke namna kama hii pia anamvuta mwanaume ambaye alimuacha kwa sababu toka aachike amezidi kuendelea na kukua kuwa na maendeleo kuliko alivyokuwa na yule mwanaume. Sasa je, wewe mwanamke ambaye unanisikiliza muda huu, unahisi ukiachika utakuwa upo katika kundi lipi?